الحمد لله به نستعين على أمور الدنيا والدين الأتمان الأكملان البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله أصحابه سلم تسليما كثيرا وبعد. نواصل مما وقفنا عليه. كنا نفسر هذه آية في سورة الأحزاب من آخر السورة، إذ يقول الله سبحانه وتعالى حول الأمانة ورعاتها وما أخذنا منه. كلنا مسؤول عن هذه الأمانة. sote sisi wenye kuulizwa kuhusu amana hii. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo baada ya kuwa tumeona hayo maneno ya al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala akitoa maarifa yake kunako kuisherehesha aya hii, akataja kwamba baada ya watu kuwa tumekabidhiwa amana hii kwa masharti hayo, vikakataa tukakubali sisi, fanqasama an-nasu bihasabi qiyamihim biha wa adamihi ila thalathati aqsami. Baada ya kuwa imechukuliwa sasa, tumeshaichukua hii amana. Fanqasama an-nasu bihasabi qiyamihim, watu wakagawanyika kutokana na kule kuisimamia hii amana. Watu wakagawanyika kutokana na namna ambavyo watu wanaisimamia, wanaichunga hii amana. Watu ikatokea mtafaruko wa makundi matatu. Munafiqun, wakapatikana wanafiki katika hii amana hii. Wakapatikana wanafiki. Mushrikun, na wakapatikana washirikina. Walmu'minun, na wakapatikana waumini. Munafiqun qamu biha zahiran la batina, wanafiki wao wakaisimamia amana hii. Tushaiona ni amana gani hiyo? Amana yenyewe ni pia hiyo amana hiyo. Naam, nani atusaidia hiyo amana hiyo ambayo tulikubali, ambayo sasa tunataka kuelezea kwamba watu katika kuisimamia hii amana au kutokuisimamia. Imam Sa'di ametaja makundi matatu katika upande wa hii amana ambayo tulichukua kwa Mola wetu. Amana gani? Naam, hata kwa Kiswahili yani usitafute maana nzima ile, wewe leta ulifahamu tu kwa ufupi. Naam. Barakallahu fik, jazakallahu ilman. Naam, alhasil ikawa hivi kwamba hiyo amana hiyo kufanyia kazi maamrisho na kuepukikana na yale yote ambayo sisi tumeharamishwa nayo. Sasa watu katika jambo hilo, katika hii amana, inqasamu ila thalathati aqsami. Munafiqun qamu biha zahiran, au wanafiki sifa yao, na hilo limekuwa sifa yao. Qamu biha zahiran, wao wamesimama nayo waziwazi, yani wanaisimamia waziwazi. Kiwa na watu au wakiwa katika sehemu zenye kuonekana, basi watu hawa wanaisimamia kisawasawa, wanaichunga, wanajiepusha na makatazo yote, wanafanya maamrisho. Mashaallah, munafiqun qamu biha zahiran, wao wanaisimamia amana hii kwa dhahiri, la batina, sio kwa siri.
wakiwa katika sehemu ambazo hawaonekani au hawafahamiki, maana kuna watu wengine akienda katika sehemu ambayo hafahamiki ndo anajiona sasa ndo fursa ya kufanya mambo ya maajabu ajabu, kwa sababu hakuna anayefahamu. Kwa hiyo haiwezekani watu wakasema jamaa ameweka, yani tulivyokuwa tumemzoea alichokifanya leo kimetushangaza. Tafuta mazingira huko ambapo hafahamiki ndo aanza kuonyesha ule ukucha wake au makucha yake. Kwa hiyo hawa munafiki yeye akawa amesimamia hii kwa wazi, lakini kwa siri haitendei haki amana hii, anayepotezea. Wa mushrikun, kikundi kingine ni washirikina, tarakuha dhahiran wa batina, wao hii amana hii wameiacha kabisa, si kwa siri si kwa wazi. Tarakuha dhahiran, wameiacha kwa wazi, wa batina, lakini vile vile hata kiundani ndani, basi hata wakiwa peke yao bado wameendelea kuiacha. Ndio siku hizi watu wanasema wachao, siku hizi wanaruga mpaka mchana, unamuona anaruga mpaka mchana. Maana yake huyu mpaka waziwazi yeye kuroga sio kazi yani. Kuroga sio kazi yani. Kaja kwako pale kukuona, kumbe anakuja kukuachia mabalaa. Shirikina hiyo, lakini imetaka katika upande wa uchawi. Sababu shirikina sio uchawi tu. Au shirikina maana yake mtu kuabudu na kutegemea na kadha katika upande ambao si kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa katokea hawa shirikina mpaka wanafanya ibada za kuabudia miungu yao. Shirikuna billahi andada alania, wanamshirikisha Allah na miungu hata kwa wazi kabisa, kwa wazi. Zamani haya mambo ya Freemason si kadha yalikuwa wakati yameingia, yalikuwa kidogo yani siri yani, au inatajwa yani kwamba fulani nasikia, lakini siku hizi watu wanajitangaza kabisa. Watu wanajitangaza shirki, yani imekuwa jambo la kawaida kwenye mitandao, kwenye vijiwe, mpaka watu wanashindana sasa kwenye ushirikina, wanashindana. Na hili limewakumba baadhi ya watu wanaojinasibisha na dini, tunajiita mashehe, lakini wanashindana kweli kweli katika kuroga, katika kutumia majini na mizimu, katika mambo mbalimbali shirki wazi wanatangaza wazi. Kwa haula itarakuha dhahiran wa batina, hao wameiacha hii amana kwa wazi na kwa siri. Wao wameiacha kabisa, wameitupilia mbali. Kwenye mitandao mambo yamejaa, kwenye mitaa mpaka imeandikwa namba sasa kujiunga na Freemason, piga hii kujiunga hii 666 ngapi. Mzee Kazuba ni bingwa wa kuleta mafanikio ya biashara, kuimarisha ndoa, yani ushirikina. Mzee Kazuba, bibi fulani, kama una shida fulani, umetafuta umechoka lakini upati, kila unapopata pesa uelewe umezitunyaje, ndani ugomvi auishi wewe na mkeo na familia yako. Kwenye mtandao ya mijahara, sisi tunaweza tukukusaidia bwana, bila masharti au bila malipo utafanya baada ya tiba ya mijahara. Mpaka kwenye simu sasa hivi watu wanatumia, mpigie mzee fulani akutizamie nyota yako, sio kadha. Ni kwa wazi. Na ndio hii dalili za kiyama zinazozidi kuwa karibu sana, tunazidi kuwa karibu na kiyama. Ndio maana hata magonjwa, milipuko ya magonjwa imekuwa ni mingi sana. Watu kupata watawala ambao ni wasusu wao imekuwa likitajwa katika maeneo mbalimbali katika dunia. Watu kuishiwa zile roho za ubinadamu, watu kuishiwa, jambo limekuwa la kawaida sana.
watu kuujiana vifaa mabomu, kurushiana huko kama utasikia Irani na Israeli na Marekani si wapi na wapi. Yaani zile roho yani kuuana kitu cha kawaida. Kitu cha kawaida yani. Yaani watu kuna watu yani kuua ni kitu cha kawaida tu. Ibnali nataja hapo kwamba jambo la shirki hivyo kuwa ni zama zetu imekuwa ni yani la kawaida. Kwa la kawaida. Na imetajwa katika hadithi watu hawatatangaza haya maovu na wakawa wanayadhihirisha na wanayo kawaida kama alivyosema au kama qala sallallahu kwamba itakuja kuenea kwa wao magonjwa. Utasikia corona, utasikia mtu mavidonda ya tumbo na kadha, watu wengi wanaumwa. Humu tuliokaa hapa wazima humu kwamba siumi kitu fulani, yani kwamba mwili wangu upo imara kabisa 100% chache sana. Jana wadogo tunaumwa, jana wadogo sumbuliwa magonjwa hatari kweli maovu tumeyaona ya kawaida, tunayatangaza, wanaoyafanya tunaona jamaa zetu bwana, jamaa zetu hawa kila mtu analala kwake, kuna pepo kuna moto, kila mtu atajua mwenyewe atakapoingia. Maovu kuenea na watu wakawa wanafumbia macho. Aliyakuwa Mtume sallam ameapa kabisa la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Hakika nyinyi muamrishe, yani mtaamrishana mema na mtakatazana maovu. Au la yushikanna ayursila Allahu alaykum iqaban minhu, au kama qala alayhi salatu wassalam. Au msipofanya hivyo basi inakaribia, inaofiwa na kukaribia kabisa kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atawateremshia adhabu kutoka kwake yeye, kisha mtakuja kuomba na yale maombi yenu hayaitikiwi kwa sababu ya kupuzia maovu. Tunarudi hapa kwamba katika hii amana watu wakagawanyika mapoti matatu hapa. Mushrikun ambao tulikuwa nao hapo tarakuha dhahiran, wao waliacha amana hii kwa wazi kabisa, achana nayo kabisa, wakaabudu dhahir kaabudu miungu yao kwa batina, hata wakiwa katika siri wakamwacha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mushrikuna akamalizia kikundi cha tatu katika hii amana, mu'minun. Kundi la tatu ni mu'minun, waumini, qaimuna biha, hawa wamesimama na hii amana, imtithalu al-awamir wa ijtinabu al-mahani. Qaimuna biha, wamesimama nayo hii amana dhahiran wa batina, wao wamesimama nayo dhahir na kwa siri. Hii amana wako nayo sambamba kipindi chochote, mahala popote, muda wote, wao wako nayo katika hali zozote, hali ya taabu, hali ya furaha, katika miezi mitukufu, baada ya miezi mitukufu, wakiwa na watu kadhaa au wakiwa peke yao, wao wamesimama na kuichunga amana hii kwa sababu wanajua kabisa kwamba hii ni amana, na hii ni amana baina yetu na Mola wetu. Hii ni amana tuliyoichukua na yule ambaye yarakum, anakuoneni wama takunu fi shay'in wama ta'maluna wama takunu fi shay'in. Anasema wala takunu fi shay'in wala aiywa, sema wala takunu fi sha'nin wala tatlu minhu min Qur'an illa kunna alaykum shuhuda ma takunu fi shay'in
wama tatlu minhu min Qur'an illa kunna alaykum shuhuda. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba wewe hauwi katika jambo lolote, wama takunu fi shay'in, hauwi katika jambo lolote, hauwi katika jambo lolote wewe Muhammad, na watu wote walifahamu hilo, hawatakuwa katika jambo lolote wanalolifanya. Wama tatlu minhu min Qur'ani, wala hutasoma sehemu yoyote katika sehemu ya Qur'ani, illa kunna alaykum shuhuda istufiduna fihi, isipokuwa sisi hiyo ni imekuja maarufu hiyo kwamba imekuja dhamiri ya jamu lakini ta'zim, taja nun ambayo inaashiria jamu lakini kwa kusudia ta'zim, kutukuza. Allah anataja sisi lakini ndio huyo Allah mmoja anajitukuza. Huwa akielezea hapo kwamba ma tatlu minhu min Qur'ani, wala utasoma sehemu yoyote bana katika Qur'ani, illa kunna alaykum shuhudan, isipokuwa tunakuwa juu yenu nyinyi ni mashahidi, tunakutizameni mnalofanya. Wao waumini wakalitambua hili, ndio maana wakasimamia hii amana dhahiran wa batina, illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fihi, wakati mnapokuwa mnaliingia jambo hilo bwana tunakuoneni, si wanafiki bwana, si kama washirikina mmechukua amana hii. Jazakallahu khair, tunakuoneni. Kwa hiyo waumini qaimuna biha, wao wamesimama na wamesimamia amana hii dhahiran wa batina, wa dhahiri kabisa na batina. Ndugu zangu, hii amana wengi sana bila shaka walichunga sana katika mwezi wa Ramadhani. Ndani ya kipindi cha mwezi wa Ramadhani watu walikuwa wamesimama, wamejifunga kibwebwe katika kuisimamia amana hii, kufanyia kazi maamrisho na kujiepusha na makatazo. Watu wengi walikuwa wamesimama na hii, wengi sana, mpaka sio kwa Uislamu ulifahamu kabisa, fahamu kwa hawa wamefunga, wengi sana walikuwa wamesimamia jambo hili. Sasa hali ya Muislamu baada ya kufunga mwezi wa Ramadhani ndiyo hiyo hali ambayo anatakiwa aendelee nayo baada ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Hali ya kuichunga amana kwa namna alivyokuwa akijitahidi ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndiyo hiyo hali anatakiwa aendelee kuwa nayo, kuichunga amana hiyo baada ya kumalizika funga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya kufahamu kwamba hii amana kumbe sisi tumeichukua, hii amana hii ya maamrisho na makatazo hii kumbe sisi tumeichukua, na tumeichukua kwa hiyo al-hayyu alladhi la yamut, tumeichukua kwa Allah Rabbuna, tumeichukua hii amana. Haitofika muda kwamba sasa ajetuwekeshe ile amana hayupo, kwamba sasa kwa kuwa hayupo hii amana sasa naweza kufanya ninavyotaka. Tumeichukua amana hii kutoka kwa Mola wetu alladhi la yanam wala yalhaquhu an-nisyan, bai Allah subhanahu wa ta'ala hapatwi na usingizi wala aguswi na kusahau. Twelio na tuona sisi kila jambo tunalofanya tulikuwa tukiyafanya vile ambavyo alikuwa akituona na kutuchunga ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndio hivyo hivyo anaendelea kutuona baada ya mwezi wa Ramadhani tunayoyafanya, na itaendelea hivyo hivyo ila qiyam saa. Hivyo ndio maana akatwambia wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muabudu Mola wako mpaka umauti kufikie al-yaqin al-maut. Muabudu Mola wako mpaka ikufikie yaqin umauti. Kwa hiyo kitambua hilo, basi hali yako baada ya mwezi wa Ramadhani haitotofautiana sana na kipindi ambacho ulikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Haitofautiana sana. Lakini sisi ni wanadamu. Khuliqa al-insanu dha'ifa. Wanadamu ameumbwa ana sifa ya udhaifu. Dhaifu wa kimaumbile, dhaifu wa kimoyo. Lakini jitahidi kubaki katika lile jambo ambalo wewe umeamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, jambo la kusimamia ibada, kuichunga hii amana. Mtume alayhi salatu wasalam amwambia mtu mmoja sahaba aliyekuja kutaka nasaha kwake yeye, akamwambia kul amantu billah, sema nimemwamini Allah, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo. Thumma istaqim ala sunna, istaqim ala dua, simama sawa sawa, istaqim ala dini al-Islam. Sema mimi nimemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha kuwa na msimamo, kuwa madhubuti. Hii Uislamu inahitaji watu wawe madhubuti. Na umadhubuti wenyewe sio madhubuti tu wa nje ya mwili, umadhubuti uimara, ugumu kuanzia ndani ya moyo. Wala yaghurrannakum ash-shaytan, asikupoteze shaytan. Kwa madhubuti, kul amantu billahi thumma istaqim, simama sawa sawa. Sasa ushamwamini Allah, simama sawa sawa katika dini, usiumbishwe mpaka ukawa unasubiria mwezi wa Ramadhani ndo kipindi sasa cha kukaa sawa. Tunajua na Allah anafahamu kwamba sisi ni wadhaifu, tunapitiwa na hali mbalimbali, tunasahau, tunakuharibu baada ya kutengeneza mambo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bado azidi kutuamrisha na kutusisitiza sisi kwamba tubaki katika toa. Atuambia wala takun kallati nakadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Wala msiwe kallati, kama mwanamke ambaye nakadat ghazlaha, alikuwa yani ameharibu yani kachanua ule uchi wake. Kama mtu alikuwa anasuka, bahati nzuri huku ni wataalamu wa kusuka mikeka hii. Sasa mkeka akausuka umekuwa vizuri, alafu bila sababu ya maana akaanza kutumua, akaanza kuharibu, katumia nguvu, katumia muda, katumia akili, kaacha mambo mengi kwa ajili ya kutengeneza jambo fulani, hapa aanza kuliharibu. Wala takunu kallati naqadat ghazla al-bad quwwatin ankasa, baada ya kuwa ametumia nguvu alafu akaharibu, ikabaki tu ni jambo limeharibika lipo tu. Simama sawa sawa baada ya kutengeneza matendo yako ndani ya mwezi wa Ramadhani, yaboreshe, yaendeleze. Simama sawa sawa katika kumwabudu Mola wako, katika kumfuata mtume wako, katika kuifuata sunna kwa fahamu ya wewe unayotamdia. Siumbishwe na shaitani minal jinni wal ins, siumbishwe na mashaitani wa kijini na mashaitani wa kibinadamu. Ulikuwa umeachana na marafiki zako al-julasau as-su, kwa umeachana nao marafiki zako walikuwa ni wao, umeachana nao. Ulikuwa umeacha mambo mbalimbali ambayo ni maovu. Kabla ya mwezi wa Ramadhani ulitengeneza mazingira ili mwezi wa Ramadhani ukukute sasa umekwisha weka maandalizi na njia, umeshachora mstari sasa kwamba naingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hapa huyu anifai, huyu anifaa, huyu sawa, hivi sawa, hivi sawa, hapa hapana. Ukaweka njia yako, ukakaa sawa sawa. Sasa
usivunje ule msimamo wako ambao uliweka kabla ya kuingia Ramadhani na ulinao baada ya kuingia mwezi wa Ramadhani, usiuvunje baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Siwe mtu kutumia nguvu kubwa katika kutengeneza jambo alafu ukaja kuliharibu bila hata sababu za msingi. Kwa hiyo hali ya Muislamu baada ya mwezi wa Ramadhani haitofautiani na hali aliyokuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hali ya Muislamu mu'min aliyokuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani haitofautiani na hali atakayokuwa nayo baada ya mwezi wa Ramadhani, haitofautiani. Yani kwa maana kwamba hiyo kaida ndio hivyo. Hiyo yani kaida ndio hivyo. Sasa mtu akibadilika akafanya hivi na hivi au yeye sasa katoka katika asili. Lakini asili ndio hii. Asili ndio hii. Isipokuwa baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yaruhusiwi ya halali kuyafanya, lakini ndani mwezi wa Ramadhani ulikuwa wewe si wakati huo ni haramu. Hayo sasa hayo jambo lingine. Lakini nazungumzia yale mambo ambayo asili yake ni haramu. Hali ya uharamu wa mambo hayo ndio hiyo hali ambayo unakutana nayo tena baada ya mwezi wa Ramadhani: sengenya, kuiba, teta, chunganishi, uchawi, shirikina na mambo kadha na kadha. Hiyo ndio hali ambayo tunatakiwa kuiendeleza baada ya kumalizika kwa funga hiyo tuliyokuwa nayo mwezi wa Ramadhani, ambayo baadhi tunazidi kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atutokabalie funga yetu hiyo ambayo tumeifunga, na tujalie na kutuwafikisha kuidiliki Ramadhani nyingine tukiwa na amani na salama. Kwa hivyo ndugu zangu, hiyo ndiyo amana baina yetu na Mola wetu, na kama nilivyotangulia mwanzoni kwamba kuna hizi amana baina ya mtu na mtu, na amana hizi za usimamizi utawala. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, watu wachunge hizi amana. Kisha au vile kuna hiyo amana ambayo ni kubwa zaidi ya hizi, ambayo ni amana hiyo ambayo tulichukua kwa Mola wetu sisi wenyewe, tukaikubali kwamba tutaitekeleza. Basi tufanye kama vile ambavyo makubaliano yetu na Mola wetu yalivyokaa. Na bahati nzuri Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuonyesha sisi njia gani itakuwa ni sawa na njia gani ambayo si sawa. Kwa hiyo una khiari, amana hii hapo na kuna njia hii hapa na kuna vitu kadha na kadha na huko na vitu kadha. Haya, kazi kwako sasa. Kullu muyassar lima khuliqa lahu. Kila mmoja ajitahidi sasa katika kufanya yale ambayo ni mazuri, ambayo nayo katika mwezi wa Ramadhani, ambayo hayo ni amana. Ndio hiyo hali ambayo utakiwa vile vile kuiendeleza baada ya funga hiyo mwezi wa Ramadhani. Na kutokana na muda huu kwamba inaingia salatu maghribi, na mimi nilipanga niishie hapa. Nikushukuruni sana kwa Waislamu yote kwa ujumla wenu ambao mmehudhuria katika mahala hapa kwa ajili ya kupata ambacho nilikuwa nimekiandaa hiki, pamoja na udhaifu wangu na uchache wangu wa elimu na ugeni wangu, lakini pamoja na yote hayo nimekaa katika sehemu hii, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ninamuomba kwa sifa zake takatifu na majina yake awape na awalipe kila lilikuwa ni la kheri kutokana na kikazi hiki ambacho nikitumia mahala hapa. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atufaidishe kwa haya ambayo tumeyazungumzia hapa, ambayo ni nasaha kwangu mimi na ni nasaha kwenu nyinyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe
katika kuzichunga hizi amana baina yetu na yeye, amana baina yetu na makhluqat. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie huwa kuyafanya kazi yote haya na atulipe jila uliokuwa mkubwa, na atusamehe kwa kikazi hiki, atusamehe madhambi yetu, atuhurumie. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna al-ijtinab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.